ile lorbak. Ile lorbak ni sherehe maalumu kwa mwanaume, lakini sherehe ile inaongozwa na kutafuta rafiki wake, best friend ambaye hajawahi kukwazana wala yani tangia. Okay. Yani ni lazima kwanza wawe kwenye grupu moja. Wameshibana. Unamuita rafiki yako, anakuja kukatia fimbo, na hizo fimbo tunakuja kupata ndani ya msitu wetu wa Suledo, kwa sababu ya tunatunza miti. Miti ni mingi sana. Jamii ya Suledo ni jamii ya wafugaji. Ni jamii ya wafugaji ambayo imejikuta iko katika bioanuwai ya nini? Ya misitu. Kwa hiyo kabla hata ya uwepo Suledo, jamii walikuwa wanafanya shughuli zote mbili, shughuli za uhifadhi na shughuli za ufugaji. Kwa hiyo ilipokuja dhana ya jamii kushiriki katika uhifadhi, ilikuwa ni kama vile kuwaongezea nguvu, kuwapa ile legality ya uhifadhi. Kwa hiyo kuanzia zamani kuna ulinzi huo. Kuna mmoja ambaye alikuwa ananipa msichana, lakini ile mahali kaja kuvunjwa kwa sababu kwani mlilinyewa hapa. Mimi nimekosa mwanamke sababu ya nini? Ya pori hii. Bora ile mwali. Sababu inabeba asilimia kubwa ya watu. Ile inabeba mimi mwenyewe. Ndio nanyosha mgongo. Unanyosha kwenye. Suledo inaonekana kwa kipekee kwa sababu ni sehemu ambapo mahusiano kati ya wanakijiji, maana wafugaji na wasio wafugaji, watumiaji wengine wa ardhi kama wakulima na msitu, umeonekana kuwa ni ule ambao una utulivu, ustahimilivu, na pia kuna uelewa mkubwa ambao upo kati ya wanavijiji na watumiaji mbalimbali wa msitu. Hawa wafugaji na mimi ni kama ndugu, kwa sababu wao wakianza kuchunga huwa wanaingia porini, wanaenda msituni, mashamba wanaacha kipindi ya kilimo, na mimi nimekuwa kama na mazoea nao kama jamii moja. Hakuna kugombana wala nini, yani tunasaidiana kwa kila kitu chochote kile. Tuliona kwamba tuhifadhi misitu na tukaona kwamba tukikaa holela bila kuhifadhi misitu, hii hali haitakuwepo, kwa sababu watu watakuwa wamezagaa. Hii inji yetu hii kijiji yetu inaweza ikawa janga. Kwa hiyo taratibu ndipo tukaamua kwamba tuhifadhi misitu. Suledo tulitenga wenyewe, ilikuwa mwaka 90 ngapi kama 4. Kisirikali kuelewana, kafanya sherehe na wazungu, kajulikana Suledo. Ndio kitanda kikubwa, tunaita kitanda kikubwa. Wanalala wazee na wenzake, labda akija nao wanalala huko. Hichi ni kitanda kidogo, analala mama na watoto wake. Hivi unaweka mabegi yako unayaweka huko, alafu kwa upande huu unaweka vibuyu kama unavyoviona. Vibuyu vyako unaviosha, unaviweka hapa. Unaweka kichuma hapo, unahengi vikombe vyako, unavihengi hapa. Jiko ndo hili hapa, kuichemsha sasa hivi. Haya, baadaye vitu vingine vinaendelea. Msitu wa Suledo umewekwa kama ni msitu wa kunufaisha, msitu wa kusaidia. Kwa sababu msitu wa Suledo unatusaidia kupata kuni. Msitu wa Suledo unatusaidia pengine kufugia, tunaweka mifugo ndani. Msitu wa Suledo tunapata visima vya maji, au mifugo wanaokula wanapata maji. Kwa hiyo inazuia maji. Pamoja na dawa za kienyeji ambazo zinatoka kwenye msitu huo,
Pia kuna matunda ambayo yanatokana na msitu huu. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vinatokana na msitu huu, jamii ya Suledo inafaidika navyo. Mabadiliko ya tabia nchi kupitia msitu huu, hata mwaka huu sasa 2025 mvua ilikuwa haba, lakini kwa Suledo wakulima wamenufaika tu kupata mazao kwa sababu ilikuwa mvua imepatikana. Hatujapata ukame mkubwa, na pia misitu inaokoa mifugo pia kwenye kipindi hicho cha mabadiliko ya tabia nchi, kwenye kipindi cha kiangazi. Hii trekta hapa imeleta miti ya kujengea. Unajenga nyumba mpya. Maneno. Kubai. Mmeleta miti ngapi? Kwenye msitu wa kina mama ambao haihusiani na Suledo wala malisho. Hilo pori la kina mama limeanzishwa 2017. Limeanzishwa pori la kina mama. Tukasema kwa sababu watu wanakata mashamba makubwa, tukaona tuweke pori la kina mama kwa sababu ni kina mama ndo wanajenga nyumba kama hizi. Ndio. Tukaona tuweke pori letu ambalo liko karibu la kutusaidia na sisi. Kuna migogoro tu midogo. Kama labda ng'ombe zikiingia kwenye mbazi ya watu, tunakuja kukutana wao wenyewe. Tunakaa tunaongea, kakaangu, mifugo yangu yameharibu hapa shambani kwako. Atasema naye kama anahitaji chochote, au anaweza akasema nimekusamehe kwa leo, lakini jaribu kufunga zizi vizuri. Unafunga zizi vizuri, unazuia wale mifugo, mgogoro unaisha. Makesi ya hapa kijijini yameshapungua kwa sababu ng'ombe zimeshapata sehemu kubwa ya kutembea. Kipindi kile mashamba yalikuwa yamezagazagaa bure, makesi yalikuwa ni moja kwa moja. Huo ndio niliokuwa nimeona mimi msaada wa Suledo kuingia hapa. Mpango huu wa matumizi bora katika vijiji, katika maandalizi huwa tunaanzia katika ngazi ya serikali ya kijiji. Kwa mfano wafugaji tunaweza tukawa na wazee maarufu 5, na katika upande wa kilimo wakulima huwa nao pia tunachukua wazee 5. Lakini pia tunakuwa na timu ya vijana kama 5 au 7 ambao wanatambua maeneo yale ambao tunawaita vilamu. Sasa sisi kazi yetu kubwa ni kwenda kupima yale maeneo waliyoyataja na kuweza kuandaa ramani. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sehemu za mashamba nazo zikabaki sehemu zake, sehemu ya mifugo naye kabaki sehemu yao. Msitu huu unatumika kwa msimu, na ni kwamba sio kwamba unatumika katika wakati mzima wa mwaka. Msitu huu unaendeshwa katika taratibu ambazo ni za rasmi na ambazo pia sio rasmi, hasa katika shughuli za ufugaji. Katika miezi au msimu wa masika, wakati mashamba yanakuwa yanaendelea na shughuli za kilimo, wafugaji mara nyingi hutumia msitu huu kama sehemu ya malisho msimu wa masika. Lakini kwamba kwa sababu wafugaji hawakai sehemu moja na katika sehemu nyingi, ni kwamba katika msimu huu wa masika sehemu nyingine pia huisaidia Suledo kutumika kama sehemu za malisho. Hapa unapopaona ni makazi ya muda. Ina maana huyu mfugaji alipata kile kibali cha muda mfupi, kwamba aliondoka kule mashambani akaja hifadhini, na hiyo inaruhusiwa. Amekaa kwa muda aliokuwa ameandikiwa, yani umeisha. Kwa hiyo amerudi kwenye makazi yake ya siku zote. Kwa hiyo hapa unavyoona ameshaondoka. Serikali ya kijiji na kamati ya maliasili kwenye kijiji chao tunajaribu kufuatilia wafugaji wangapi mwezi huu wameingia kwenye misitu kuweka kambi za ronjo, kwa sababu wanaweka kambi za ronjo yani ya muda mfupi. Kwa hiyo tukifuatilia kuratibu shughuli hizo, tunaweza tukajua ni mifugo kaya ngapi zimehamia kwenye misitu kwa muda huu, kwa sababu ile utaratibu inapitia kwenye kijiji. Yani inapitia kwenye kijiji, alafu sisi kama bodi tunapata tu taarifa kwamba kwa safari labda mfano kijiji cha Sunya tuna kaya labda 5 za ronjo kwenye hifadhi. Kwa hiyo tunajaribu kufuatilia utaratibu ule, kwa sababu hawaingii bila utaratibu. Kwa hiyo wanapokuwa kule
hifadhini, manake watahitaji kutengeneza maboma kwa muda ule wa kiangazi ambapo wamepeleka mifugo huko. Kwa hiyo huwa tunashauri na kuwaelimisha kwamba wasiwe wanakata miti, badala yake watumie matawi kwenye kutengeneza yale maboma. Kumekuwa kuna kuunganisha, yani wanasemaga ni muunganiko kongani, kwa maana ya muunganiko wa matumizi bora ya ardhi kutoka kijiji kimoja kwenda kingine. Na ndani ya wilaya tumekuwa na kongani 4 kubwa ambazo zimekuwa zikisaidia kwa ajili ya wafugaji na zimekuwa kama ni salama. Kuna kongani ambayo iko pia huko sehemu za Suledo ambayo inaitwa Waliangapa, ambayo vijiji zaidi ya 3-4 vinaungana na vinakuwa vinatumia. Wanapata usalama wa eneo sasa kwamba wanachunga, lakini ni salama kwa maana ya kupitia ngazi hizo. Lakini pia wanaendelea pia kupata usalama wa msitu unavyokuwa unatunzwa. Wanavyotunza wao vizuri ndivyo nao wanavyofaidi. Serikali imeleta mipango ya kuanzisha nyanda za malisho. Sasa kwa mipango hiyo ya serikali kuanzisha nyanda za malisho, ilikuwa lengo kuu ni kutafuta solution ya migogoro ya wafugaji na wakulima. Taratibu tuliojiwekea kuhusu malisho au kuhusu kulishia ndani ya msitu huwa inakuaga ni kuanzia mwezi wa 2 hadi mwezi wa 8 wa 9, kwa sababu ya kuepuka ule usumbufu wa mashamba kule, mifugo isiingie mashambani. Baada ya hapo watu kuvuna, huwa mifugo inarudi huku tena msituni, haturuhusu ingie. Lakini baadaye ikawa changamoto muongezeko wa mifugo pamoja na binadamu. Tukaona kwa sababu mifugo haina athari kubwa ndani ya msitu, kwa hiyo waendelee kuchungia, na hata baadhi walioko ndani ya tunasema matajawazi ambao ni kilimo na makazi, tukaona hapana, wakae kando kando ya msitu. Ufugaji wa asili tunasema tu labda mfugaji mwenyewe anajiwekea ratiba yake kwamba kipindi fulani labda Januari mifugo inaweza ikahamia nyanda za malisho kule. Kila mfugaji anajiwekea utaratibu namna ya kutunza mifugo kipindi cha kiangazi. Aidha, kwa siku hizi tumeona kuna kitu kipya, yani ambao wanaratibu zile shughuli zao za ufugaji wa asili. Labda mvua inaanza kunyesha Novemba, mkulima anaweza asiwe na fedha za kulimia shamba kwa trekta, anakwenda kwa mfugaji, labda amezoeana. Bana wewe si ndio mteja wangu bana mabua, mimi Novemba sasa nipe hela ya trekta nalima eka 20, anapewa. Alafu ule mfugaji anavumilia mpaka mazao inakomaa, ikivuna na anakwenda kulisha mifugo. Hiyo pia ilikuwa ni sound good kwetu kuona ile relationship ya wakulima na wafugaji wanajaribu kupunguza matatizo yao wenyewe kwa kuheshimiana na kushirikiana kwa shughuli zao za kiuchumi kwa namna hiyo. Kweli kwenye hiyo ya kuruhusu wafugaji wafanye shughuli za ufugaji ndani ya hifadhi ya msitu, imekuwa yani kwamba kumeonyesha utofauti tabaka fulani, kwamba la kuona kwamba wafugaji wanapendelewa zaidi kuliko wakulima. Hii ni changamoto. Nadhani si kwamba wanafaidi sana, ni nature ya shughuli, lakini pia na ile ownership type. Tunaona mfugaji ownership type yake ni communal, hamna individual ownership ile ya land. Lakini pia shughuli za kifugaji ukiacha overgrazing hazina ile moja kwa moja ya ukataji wa misitu, yani kufanya kuondoa ile kabisa ile hali ya msitu. Shughuli ya ufugaji inaweza ikaendana kidogo na uhifadhi. Pale wanapotumia kwa ustahimilivu kwamba kuacha regeneration iendelee, inaweza ikatumika sambamba na shughuli ya uhifadhi. Tofauti na kilimo. Kilimo ili uweze kulima, kilimo saa nyingine hakitaki msitu, kilimo hakitaki kivuli sana. Kwa hiyo matokeo yake unakuta yani kilimo na kidogo na uhifadhi haviendani, tofauti na ufugaji ambao utafanywa sustainably.
Mtu yote Mtanzania anaruhusiwa akawa mkulima at the same time akawa mfugaji. Kwa hiyo sio kwamba kuna upande au jamii inapendelewa, hapana. Ni mtu akiweza kuwa na mifugo yake pia anaweza akaendelea na shughuli za ufugaji katika hifadhi ya jamii ya Suledo. Tunavyoona msitu hapa wa Suledo wanavyopendeza, tunavyoongea na wanakijiji wa jamii mbalimbali, tunapata picha kwamba utumiaji wa msitu kwa ajili ya kulishia mifugo ni sehemu ya msingi katika kulinda msitu, kwa sababu wanapoingia wachungaji wakiona mtu anafanya tatizo la uharibifu, wanatuma taarifa kwenye mamlaka husika. Na tulielezwa kwenye vikao vya baraza la bodi ya hifadhi ya msitu wa Suledo ESEC kwamba mlinzi wa kwanza wa msitu huu ni mfugaji, kwa sababu yeye ni kama mpelelezi, yeye ni kama mtoa taarifa wa kwanza, yeye ni kama mtu ambaye anataarifu na kufuatilia hali ya msitu kwa ukaribu kuliko watu wengine wengi. Hata sasa hivi kuna sungusungu, kila wiki watu wanapatrol, inaangalia, inapita, msitu iko salama. Kulikuwa kunatokea milipuko ya moto sana kwa sababu ya majani yanakuwa makubwa. Sasa ukitokea mlipuko wa moto unakuwa unaathiri hii miti midogo ambayo inafanya nini? Inakuwa. Kwa hiyo ng'ombe zikizunguka mzikila haya majani yakipungua, ina maana ni kazi sasa moto huu kutokea kwenye haya majani madogo. Mifugo ikipita eneo moja mara nyingi, lazima lile eneo itapelekea nini? Mmomonyoko wa udongo wa eneo lile, na ukuaji wa misitu utakuwa nini? Ni changamoto. Kwa hiyo sawa, ni wahifadhi wafugaji wanatusaidia katika kuhifadhi, lakini pia kuna changamoto wanazosababisha ndani ya uhifadhi wa nini? Wa msitu. Kuanzia mwaka zaidi ya 50 au 40 ng'ombe ilikuwa hapa. Wao wana madhara gani? Hebu niambie madhara, kwa sababu ng'ombe ilikuwa anaishi hapa. Kitu yenye madhara ni shamba. Kuna sehemu ilikuwa na msitu, lakini sasa hivi alifika ukienda kuna korongo, ukiangalia huku ndani hata binadamu ingia hutoki. Unaona hapo ndio malisho yangu ile dama. Hakuna sehemu ambayo iko wazi. Nyingi ni sehemu za hifadhi kama Suledo ama Olengapa ama Embulemu Tangos ama Alole. Kwa hizo ni sehemu ambazo zinalindwa kisheria kwa kutumia sheria ya kijiji ya mwaka 1999 na kadhalika. Kwa lakini ukija kuangalia sehemu nyingine pia zimekuwa ni sehemu zenye mashamba. Kwa nakuta sehemu ambazo watu wanaziona kwamba ziko wazi ni haya maeneo ambayo yamehifadhiwa. Kuna baadhi ya sehemu watu wengine walivamia kinyume na eneo tuliofanya mabadiliko, kwamba kilimo iwe malisho yawe kilimo. Tukaona sasa haina haja watu wanavamia ovyo ovyo, na mpaka sasa tunavyoongea tuna mpango wa upandaji miti. Sehemu walioondolewa wakulima walioingia kinyemera, tunapanda miti kurudisha uoto wetu wa asili, kurudisha msitu. Hili eneo kwamba lilikuwa la wafugaji na wakulima, tufanye mataja wazi kwamba limerudishwa Suledo, unafahamu hiyo? Limerudishwa Suledo. Mimi napotaka niombe nyie tuongee kiume tu, lakini tulindane, kwa sababu nyie ni wanangu. Alafu yani hiyo tunasemea kwa sababu gani? Kwa upande ya sisi wafugaji tunapenda Suledo. Hata sisi tulikuwa tunalinda hii mamiti, lakini watu wa kilimo anataka hii Suledo uwawe iwe shamba. Mnaelewa hapo? Sasa sisi tunakandamizwa mpaka tunashindwa jinsi ya nini ya kujitetea. Nafika mwaka jana mashamba yakavunjwa, unaambiwa Suledo, na Suledo tunajua Suledo iko Ngisugi. Hii Suledo gani imetolewa hapa kwa wakulima? Ila Suledo zingine sijui mpaka sasa hivi imeisha. Haya mashamba haya yaliyoko hapa mbele ya jamii ya Wakamba na Waswahili wengine ambao wamelima kanda hii hapa, kwa sababu mpaka upo bondeni kule kwa hifadhi. Sasa hawa tuliwakamata tukawafikisha kituoni tukawapeleka mpaka mahakamani, lakini wale wa pale wa mbele pale jamii ya wafugaji ambao ndo wamelima pale tuliwakamata, lakini walishia kituoni wakarudi na mashamba bado yaliendelea kulima. Sasa hatujui kilichoendelea kwamba ni nini.
Yeah. Mimi nitahakikisha yani kila mmoja anayefanya kosa anafanyiwa yani anashughulikiwa kama ambavyo sheria inasema. Kwa hiyo si nitaangalia kwamba huyu ni mkulima, huyu ni mfugaji. Anashughulikiwa kulingana na sheria. Ingekuwa sheria naenda kihalali, ingekuta mashamba naenda mpaka Seledo ndani. Hairudishi. Lemonji yote ni Seledo. Sasa hivi ni mashamba na ameshindwa kila mara. Anakula watu hela, kimya. Anakula watu hela, kimya. Mpaka hata kipindi cha nyuma tulikuwa tunalima huko na tunachunga hivyo hivyo na tunaishi tu. Kwa hiyo cha msingi ni kulima. Ili kwenda mbele, na sababu tunapata taarifa mara kwa mara migongano kati ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi, na mara nyingi taswira ambayo inawasilishwa ni kwamba wao ndio tatizo nyakati zote. Ni kweli kuna changamoto ambazo zipo upande wa wafugaji, lakini pia kuna changamoto ambazo ziko upande wa watumiaji wengine wa ardhi ikiwemo wafugaji, uhifadhi, halmashauri na kadhalika. Kuna mazingira ambapo shoroba za mifugo watu wanaingia na kulima na hivyo kusababisha uharibifu wa mazao, na kwa sababu ile athari ya kimazao inabaki na kuonekana, basi inaonekana kama muda huo tatizo ni ufugaji au wafugaji. Kwa hiyo mtakiwa kufanya ni kuangalia kupata ile taswira pana na kuweza kuelewa mandhari tofauti, kuweza kufikiria matumizi ya mandhari katika maeneo tofauti na matumizi yakawa tofauti, lakini pia kuangalia matumizi ya watu na thamani wanayoipa msitu au ardhi, kuitathmini katika upana wake, ili kuweza kuondoa ile fikra ya kwamba misitu yote ni sawa na watumiaji misitu wote wanafanana na matumizi yote ni yale yale. Kwa sababu hiyo tukaja kujifunza kuona ni namna gani basi imewezekana mifugo na misitu kuishi kwa pamoja katika eneo hilo, na hii tusaidie kuona kwa namna ambavyo wanafanya na kwa namna ambavyo hatari zipo na namna gani ya kupunguza hatari zile ambazo zipo, ili kuwezesha hii mifumo miwili kuweza kuendana kwa pamoja na kuleta manufaa kwa jamii, wakati huo pia ikitumika kwa ajili ya kupunguza migogoro. Na ndio maana tukatumia blocks kwa ajili ya kufanya jaribio la kulisha kwa kuweka idadi mbalimbali ya mifugo kwa kila blocks na kuona matokeo yake kwenye upande wa mimea na ukuaji wa mimea katika msitu. Na kwa sababu hiyo, dhana hiyo inapelekea kuona kwamba wenda kama midadi ikiwa ndogo bado inaweza kuruhusu mifumo hii ikawa pamoja na bila kuleta hatari kwa mmoja. Lakini tumekuja kugundua kwamba is almost ardhi ya Kiteto kwa ujumla inakubali maharage. Kwa hiyo kama maharage yanakubali vizuri na ni zao ambayo inaweza ikalimwa mara mbili na ni zao ambayo ikiuzwa bei yake ni kubwa kuliko mahindi, then ni nafasi yetu sasa kushauri, yani kama wataalam kushauri serikali na kuwashauri wenye mashamba waweze kujilimia maeneo madogo madogo, wakalima mazao haya ambayo yanakuwa ni ya biashara, wakao hawatamani kwenda sehemu zingine mbali. Lakini kwa wafugaji pia tuweze kubadilika, kufuga kisasa. Unafuga ng'ombe kama kwa kuvuna, kwamba unavuna unafanya maendeleo mengine, lakini ili utajikuta kwamba utakuwa unahitaji eneo dogo kwa ng'ombe wachache ambao wameboreka na kuweza kufanya hiyo. Mapendekezo yangu kuhusu shughuli ya ufugaji katika msitu wetu wa Suledo ni kuimarisha zile mbinu za asili za kuacha maeneo ya malisho kwa muda fulani na kutumia maeneo mengine kwa muda fulani. Tunashukuru kwa kweli serikali kushirikiana na sisi na jamii kwa kuendelea kutunza msitu wetu vizuri, na tunashukuru viongozi wote wa kata na vijiji wamekuwa wakishirikiana vizuri kwa kweli kwa kutunza msitu wetu, na tungependa kuendelea kutunzwa uwe msitu endelevu kwa kizazi ya sasa na kizazi vijavyo. Mimi nakwambia tangia kusaliwa mimi baba yangu akaniambia usiuze harisi, kwa sababu harisi ni laana. Harisi, Mungu ametengeneza harisi kwa kusaliwa wewe, na kanyaga harisi hii unaishi, na akikufa unazikwa na harisi hii. Hata miti mwenyewe ikikata sana ni laana tu.